Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenye maisha nimegundua ukizungukwa na taarifa mbaya sana, hata ukija kanisani ukipewa taarifa nzuri, bado unakuwa huko katikati. Mwambie jirani yako usikae katikati. Haleluya. Waebrania sura 7 mstari wa 2 na wa 3. Ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo Adam, kuhani milele. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia leo tutaombea budget yetu ambayo ni almost trilioni 56 if I'm not mistaken. Wangapi wamefuatilia budget ya serikali yetu? Budget imepitishwa, haijapitishwa na bunge? Imepitishwa sio? Imepitishwa lini? Jana sio? Maana yake kwamba rais anayekuja lazima afuate roadmap ya budget ya mwaka huu. Waziri atakayekuja wa agriculture, wa kilimo, lazima afuate roadmap iliyopitishwa bungeni. Na kwa nini budget inapitishwa bungeni? Kwa sababu that's the muhimili wa serikali, parliament, ambayo kuna wawakilishi ambao wewe unaenda kuwapigia kura, wanaenda bungeni kudiscuss on your behalf. Kwa maana nyingine, katika budget ya asilimia 50, hiyo trilioni 56, maana yake hata kanisa inategemea hiyo budget. Even you, the level of your income inategemea hiyo budget. Mwambie jirani yako. Kwa hiyo kama budget ni trilioni 56, maana yake Watanzania ambao tuko milioni 60 na kitu, we belong here. Kwa hiyo katika mwaka huu wa fedha, mtumishi, tunaposema hapa receive breakthrough in your finance, hakuna breakthrough yako katika uchumi wako out of this. Tunaposema receive the property, maana yake hakuna ununuzi wa property nje ya hii. Kwa jicho lingine, budget ya serikali ni inatoa picture, image. Ndio maana kwenye budget wataonesha ni wapi kutatokea favoritism hii, ni wapi. Maana yake mipango yote ya nchi ndani ya mwaka wa fedha unategemea nini? Budget. Sasa sisi tunaingiaje kwenye hii budget? Mwambie jirani yako, wewe unaingiaje kwenye hii budget? Unakutana na mtu mwingine anasema, bwana budget na wenyewe bwana hii. Budget na wenyewe wewe you belong where? Unaposema budget ya nchi ina wenyewe, wewe una belong where? If you're a real Tanzanian, ni rasma ujue budget ya nchi yako ikoje. Nchi hii inaendeshwa na revenue na mapato yanayopatikanika. Praise the Lord. Sasa kuna kitu ambacho nataka nikizungumze kabla tujaenda far away. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, budget inapopitishwa maana yake kuna receiver. Sisi wananchi ndo receiver. Mwambie jirani yako, sisi ndo wapokeaji wa hii budget. Kwa hiyo receiver huyu, kama kuna promotion yoyote ofisini kwako, maana yake pia mshahara wako unaongezeka. Huo mshahara wako unatoka wapi?
Unauza vitunguu, anayekuja kununua vitunguu anategemea financial circulation, anategemea mzunguko wa fedha kutoka wapi? School fees za watoto zinatoka wapi? Kwenye budget. Biblia inasema alikuwepo mfalme wa Salemu ambaye tafsiri yake ni mfalme wa haki. Huyu alikuwa ni mfalme wa haki, na jina lake pia lina reflect na amani. Kwa hiyo alikuwa ni mfalme wa haki, lakini pia kuna amani. Lakini Abraham alipotoka kupambana kumtetea ndugu yake Lutu, alirudi na baadhi ya vitu, akamkabidhi huyu mfalme. Na alipomkabidhi huyu mfalme alikuwa ni mfalme mwenye haki. Lakini cha pili, palikuwepo na amani. Abraham anakuja, anakabidhi, anakutana naye. Abrahamu anapokabidhi, mfalme huyu anamtamkia maneno ambayo they very sensitive. Neno la kwanza ambalo anamtamkia Abraham, anamwambia Abraham, na ubarikiwe na Mungu aliye juu sana, aliyeumba mbingu na nchi. Kwa lugha nyingine, huyu mfalme asingeweza kutamka haya maneno kama ndani yake hana kitu kinachoitwa grace, neema. Anavyotamka maneno yale, maana yake hapo kuna account ya baraka ambayo anaiongezea kwenye maisha ya Abraham. Kwa hiyo this man, huyu mfalme, alikuwa na qualification, alikuwa na vigezo. And today I want to challenge you. Qualifications za Mungu, they are not human beings qualifications. Vigezo vya Mungu havijawahi kufanana na vigezo vya wanadamu. Kwa hiyo anavomtamkia hizi baraka, Abraham anakabidhi an offering, anakabidhi sadaka. In another language, Abraham alikuwa ameingia kwenye new season. Na majira ambayo Abrahamu alikuwa ameingia yalikuwa ni majira ambayo yanahusu ardhi, yanahusu nchi. Lakini yeye as an individual, yeye akiwa as an individual, yeye mwenyewe binafsi, Abrahamu ndo icon, ndio alama ambayo inatarajiwa kwenye hayo majira. Tunaposema nchi imeingia kwenye budget, maana yake katika hali ya kiuchumi, nchi jana imeingia kwenye new season. Ndio maana hakuna kitu ambacho kinamfurahisha mtawala yoyote kama budget ikipitishwa. Ndio maana unajua kucheza numbers with the government, masa prior. Yaani kwa lugha nyingine, mwenye hela ni serikali. Ndio maana all corporate companies zote kubwa duniani zinapenda kusign contract with the government, kufanya kazi na serikali. Kwa hiyo Abraham anapokutana na yule mfalme ambaye alikuwa ni kuhani, anapokutana naye, maana yake yule mfalme anapopokea sadaka, ile sadaka inafungamanisha nafsi ya Abraham katika majira yake mapya. Lakini ikiwa kuna grace, neema ambayo ilikuwepo kwa yule mfalme, haki, righteousness,
Discuss with your neighbor. Grace, neema ambayo ilikuwepo kwa yule mfalme ilikuwa ni grace and righteousness, haki and peace na amani. Alafu my Bible is very clear, inasema ya kwamba Abraham akakabidhi. Hii ni sura ya 14 kwenye kitabu cha Waebrania. The same story inaandikwa. The same story inaandikwa ya kwamba Abraham alipotoa, kuna sadaka za misimu ukitoa effectively sawa sawa, maana yake hata viuno vyako, uzao wako nao unaunganishwa. Abraham wakati anatoa alikuwa yuko yeye na Sarai, na wakati anatoa hii sadaka alikuwa yuko personal, binafsi. Lakini neno ambalo lilitamkwa, Abraham na ubarikiwe sana na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Maana yake anamwambia Abraham, you belong to the creator. Wewe asili yako ipo kwa muumbaji. Kwa hiyo kama asili yako ipo kwa muumbaji, yeye muumbaji ndio aliumba mbingu na nchi. Maana yake hii baraka ambayo unaiachilia kwako imethibitishwa na vigezo vyote vya serikali ya mbinguni. Even in me, I like this kind of this blessing. How about you, my dear? Mtumishi. Yani unapewa baraka ambayo unaambiwa Johnny Christopher Sembatwa. Unajua lazima ujitamkie mema, maana sijui online ni wangapi kwa siku. Yani let me tell you something, lazima ujifunze kujitamkia mema. Una watoto, washike kichwa. Sometimes give them a good hug. Mtamkie mema. Wewe maswala tu kila siku unafananisha, yani wewe sio nilikokotea wapi? Si ulimchukulia leba, kwani ulimchukulia wapi? Unafanya na kichwa cha shangazi yako. Huyo afanye na shangazi yake, ana resemble kingdom, ufalme wa mbinguni. Sometimes jiangalie kwenye kioo. Sema God, hakuna tajiri mwingine kwenye familia yangu la than mimi. Let me tell you something today. Utajiri na heshima is a principle. Mwambie jirani yako kwamba utajiri na heshima ni kanuni. Abraham anakutana na huyu mfalme. Nimekuja kugundua utajiri na heshima ni principle. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haki na amani ilikuwa ni neema kubwa sana ambayo huyu mfalme alikuwa nayo. Abrahamu akaenda akatoa. Lakini from there hauoni ongezeko lolote lile kwenye maisha ya Abraham. Amesha invest sadaka zake, lakini hauoni ongezeko lolote lile. Hii neema ilimuingiza kwenye majira mapya ya Abraham kubeba ardhi, kwa sababu kipimo cha baraka kiko kwenye ardhi, wapendwa. Lakini hii baraka kuna tungenda kuelezea hapa apart from land. Kwa nini mfalme huyu Biblia imuite kwamba alikuwa
is the Prince of Righteousness, is the King of Righteousness, mfalme wa amani. Warumi 9:30 mpaka 32. Tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasiofuata haki watalipata haki, lakini ni ile haki iliyo ya imani. Bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ile ya imani, bali kama kwamba kwa njia ya matendo hawakujikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki. Maana yake maisha yao hayakuwa yana sound katika righteousness. Maisha yao hayakuwa na sauti ya nini? Ya haki. Lakini unawaona ya kwamba walipata haki. Lakini haki yao waliipata kwa njia ya imani. Bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Lakini hawa Israeli walifuata sheria ya haki. Lakini pamoja walifuata sheria ya haki, kuna level ya utajiri na heshima, kuna uhai kwenye uchumi haukuwa kwao. Lakini hawa watu wa mataifa wao hawakuwahi kuishi under the law, under the influence of any regulations, lakini wakaamua kuifuata sheria ya haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba njia ya matendo. Kwamba hawa Israel wao hawakuifuata haki yao ya utajiri. Kumbuka, our case study ni utajiri. Focus that. Mbele yako, our case study hapa ni utajiri na heshima. Kwa matendo mbinguni utaenda. Kwa matendo mbinguni utaenda. Kwamba kuna hawa mataifa, lakini hawa mataifa wao hawakuifuata sheria ya haki, lakini baadaye waliamua kuifuata sheria ya haki kwa imani. Lakini hawa wana wa Israel ambao wao kwa matendo yao waliishi chini ya sheria, lakini pamoja wameishi chini ya sheria kwa matendo yao, bado kuna haki kwenye eneo la uchumi hawana. Hawa mataifa, they are not even fasting like us. Yamkini level ya mifungo yao haifuatani na mifungo yako. Today, listen to me very careful. Don't quote me long. Listen to me very, very careful. Kuna debate kubwa about the righteousness, and people, they are busy kwenye that debate. Wakati mwingine, the person who have the demons, your neighbor. The way ambavyo yeye anahesabu righteousness, jinsi ambavyo yeye anahesabu haki. That's why nimekwambia, I came to realize financial transformation, it is all about the principle. Mbele za usomo. Watumishi, sio kama naalisha zambi, bali nimekuja kukufundisha. Sio kasema sasa huyu pastor ina maana sasa wale wa mataifa wao they deserve most. No. Wao hawajawahi kukaa kwenye sheria, lakini walipokaa kwenye sheria wakaifuata haki, walihakikisha ya kwamba faith, imani. Nisomee Warumi 10 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na
wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Maana yake anawaandikia hawa, anawaandikia kwamba wanajudi. Mtu hawezi akawa na juhudi sana kwa Mungu kama haishi ndani ya sheria. Mwambie jirani yako, kama mtu hawezi akawa na juhudi. The reason we are here ni tunajuhudi mbele za uso wa Mungu. I don't know wewe mwenzangu uokole unaupimaje, lakini I know mrokole lazima awe na juhudi. Today I answer you, kwa nini Januari unakuwa una speed sana ya kutafuta Mungu, alafu inafika Februari unarudi nyuma? Anasema ninawaombea sana. Maana yake kwa level ya juhudi walionayo, kuna kitu kinakosekanika kwao. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho kinakosekanika kwao, maana yake kuna haki ambayo hawawezi wakawa nayo. Kwa hiyo kama kuna kiwango cha haki hawawezi kuwa nacho, maana yake kuna nguvu ya imani haiwezi kufanya kazi kwenye maisha yao. And let me remind you, nikwambie kitu, haki ni stahiki ya kitu ambacho unatakiwa uwe nacho. Na hawa watu kama wanaishi kwenye sheria, maana yake matendo yao ni mazuri. Kwa kama matendo yao ni mazuri, why they don't have money? Kwa nini level ya uchumi wao iko chini? Kwa nini level ya mabadiliko ya uchumi katika nchi na wao they are not there kwenye mabadiliko katika uchumi wa nchi? Kwa nini yeye anazungumza na same language kwamba hali ya uchumi ni mbaya, hali ya fedha ni ngumu? Kama nchi na budget hii ya trilioni 56 na una mtoto unamsomesha mpaka chuo kikuu, kwa nini unamkasi mtoto wako ya kwamba msoma lakini sijui ajira zenyewe zinatokaje? Anafuategemea kijana amalize chuo kikuu aje nyumbani, unakumwambia mimi nashangaa hata hautoki na bahasha yako kutafuta kazi. Anatafutaje wakati kuna haki usaiminya, kuna stahiki yake umeshaikamata? Natoaga mfano wangu huu na narudia leo. Milango ya mimi kuhubiri katika hii dunia haikunifuata chumbani. Haikunifuata chumbani. Ilionifuata ni baada ya kutoka. Na watu wakaona, wakaanza kuambiana kwamba I think huyu anaweza kaja kufundisha kitu fulani. Lakini ningekuwa tu ninaomba, nasema mimi nina haki, I'm the whole person, ninaomba tu, alafu najiambia nina imani. What kind? Listen to me. There is, kuna imani yako na kuna imani ya Mungu kwako. Unajua kuna tofauti ya mtu ambaye ni sifuri kabisa na mtu ambaye anashindwa. Anayeshindwa maana yake anafanya several times. Ila sifuri ni mtu ambaye hafanyi. Unajua zamani mimi nauliza, nakagua hivi Jumapili jioni wapi kuna fellowship. Nasikia kuna wapendwa wanakutaniaga Kariakoo pale kanisa fulani, naenda kwenye fellowship. Alafu nikifika siku kujitambulisha, nasema niko hapa, naitwa mtumishi wa Mungu John Sembatwa. Namshukuru Mungu nilikuwa mikoani huko, watu wameokoka sana. Na namshukuru Mungu anaokoa kila itwapo leo. Alafu nahakikisha siongei maneno mengi, ila naposimama hapo anga inilizie ninachokizungumza, hata kama ni maneno machache, ila yaache maswali mengi kwa wale wapendwa. Kwa ukishashukuru namna hiyo, baada ya hapo mnamaliza, mnafunga na pambio, utaambiwa mtumishi, kuna wagonjwa wachache hapa. Unaambia hamna shida.
Huyo mtumishi unakaa nao mpaka saa 6 usiku. Unapambana. Kuna siku nikajitambulisha mahali nikachanganya neno moja la Kiingereza. Uweze amini, the following week ngapata kazi ya kumtafsiria mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Listen to me, mimi sina haki ya kuhudumu kwenye lile dhehebu. Kibinadamu sina haki. Maana sijapitia kwenye mafunzo yao ili niweze kudeliver. Ila kiroho nilitambua ya kwamba imani, haki kwa haki, na imani ikifanya kazi, hata kama ni mahali ambako sina any qualification kutokana na mitazamo yao wao, lakini kwa haki na kwa imani ya Kristo na haki ya kumhubiri Yesu, nikaitwa kwenda kutafsiri. Pendo, ibada ya morning glory, unaamka Tabata mapema kabisa. Kuna siku sitasahau nye, umaskini ni mbaya. Sina gari, nategemea daladala. Imeamka mvua, naelekea kituoni, ilianguka mvua moja matata sana. Bwana Yesu asifiwe. Na watumishi wa Mungu, nilikuwa tu nikolambia Mungu, suti zangu zimeisha. Nahitaji suti kwa ajili ya Injili. Nahitaji suti kwa ajili ya Injili. Alafu kila nikiomba yale maombi, ninajiona na hizo suti pia 5. Lakini katika uhalisia, watumishi wa Mungu, haleluya, sina. Anambia Mungu, usinipe tu instruction, nikipata hela nipeleke sadaka. Sababu nahitaji viwaro. Unajua ukiwa mtumishi unatakiwa upendeze. Sasa kwa zamani ukiwa mtumishi lazima ufanyaje? Upendeze. Ule suti yako moja nzuri, kubwa, nzito, tai yako moja nzuri, na wakijua kwamba una mzigo, basi tai yako isiyo imeandikwa Yesu nijibu. Unazibadilisha kidogo. Watumishi, mvua ilipiga, nikasema hapana, mvua nyesha nitafika tu hata kama nimeroana. Nikafika, ule mchungaji akaniambia, mtumishi, kweli nimeona juhudi zako. Baada akaniambia, kuna 500 hii. Una nguo zako zimeroana sana leo. Mpendwa, ningekaa nyumbani kwa mzee Sembato ningegonga wapi 500? Watumishi, sikwenda dukani, sikwenda kupianga Kariakoo. Nirudi nyumbani nikailaza chini kwenye sakafu. Nikaiweka kwenye moyo. Makaraba shaka, makamasikama, makarabozikaba, jikaraba zakarabata. Father, I'm rich person. Makamashakarabata yabata, kitaraba sakabaya. Kaambiwa, hii peleka sadaka mahali kuna mtu na neema pale, peleka akaseme neno. Hivi unaweza kaelewa, mtumishi wa Mungu? Listen to me, when you give, you don't give ili uweze kuqualify kuwa na haki. Hapana. Ila Abraham alipeleka apate nini? Neema ya hii haki ambayo ilikuwepo kwa huyu mfalme. Sasa nani kuuliza swali leo? Do you think Abraham alikuwa ni mtakatifu? Talk to your neighbor. Huko Warumi wanasema, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuthibitisha haki yao wenyewe. Paulo anapowazungumza hawa ndugu, maana yake anazungumza ndugu ambao walikuwepo ndani ya kanisa, ya kwamba hawa walikuwa hawaijui haki ya Mungu na walitaka kuithibitisha haki yao wenyewe kwa matendo yao wenyewe, kwa kujihesabia ya kwamba wanaifuata sheria. One day somewhere, alafu ikaja familia moja, aliengineer kuwaleta wenzake wote, ana tattoo kila mahali. Wakamleta mdogo wao ambaye alipata shida ya kuwa hatembei ghafla. Sasa wakati wa maombi, wale wana kikundi wakasema abaki ndugu mmoja. Wana kikundi hawakutaka abaki yule mwenye tattoo, kwa sababu waliona ya kwamba she is not holy. Ana tattoo, ana kipini hapa, sitamsahau yule dada, anakuwa na kipini hapa na ana kipini kwenye ulimi. Wakasema
wananiambia mtumishi, kuna roho tutaziongeza hapa. Na mimi nikauliza, roho zipi? Roho zipi? Sasa yule akasema, you know, I'm the one ambaye nimetoka nje ya nchi UK, nikakuta na hali hii, nikamwambia the only solution here is in church. Nikamwambia watumishi, mnaona sasa? Huyu ambaye mlimuona hana haki kwa kadiri ya matendo ambayo nyinyi mnayahesabia, ndio aliyetoa neno ya kwamba twendeni kanisani akapate huduma. Paulo anaona kanisa lina shida ya kwamba kuna watu ambao they are not submissive katika haki ya Mungu. Nisije kwa makini. Paulo anaona kuna watu ambao they are not submissive, ya kwamba hawana utii katika haki ya Mungu. Utii katika haki ya Mungu si tu katika kuomba sana, watumishi. Sawa Sawa Ibrahim kwenda kwa mfalme na kupeleka sadaka, maana yake alikuwa ameenda katika kiwango cha juu cha utii katika haki ya Mungu. Kumbuka, Ibrahim hakuwa mtakatifu. Ibrahimu baba yake aliitwa mzee nani? Alikuwa ni hodari wa kuinua ibada katika madhabahu zao. Kwa lugha nyingine, Ibrahimu anahesabika kuwa mtu wa mataifa. Hebu ongea jirani yako kidogo hapo, mtumishi. Unajua kwenye Warumi 9 tuliposoma 30 mpaka 32, ukiangalia Israeli walikuwa wako busy kuitunza sheria. Kwa nini walikuwa wako busy kwenye kuitunza sheria? Wao waliamini sana katika matendo yao yatawapa haki. Unajua, is the only God is a genuine person. One day I was telling one of my friends, nikamwambia Mungu ni gentleman according to my interpretation. Mungu ni nani? Hao waliamini sana kwenye sheria ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, nisomee Warumi 3 mstari wa 2 na wa 3. Kwafaa sana kwa kila njia, kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. Ni nini basi ikiwa baadhi ya hao hawakumwamini? Je, kutokuamini kwao kutabadili uaminifu kwa Mungu? Hasha! Mungu aonekane kuwa amini, kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili ujulike kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Nataka hapa 3 na 4. Kwa nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Je, kutokuamini kwao kutaubadili uaminifu wa Mungu? Vita kubwa ya kutokuamini na kutuondolea qualification katika haki ambayo inatesa watu wengi sana ni guilt. Majority of the people, kuna condemnation ambayo inawatesa. Listen to me very careful. How many times in your life unajilaumu? Unaweza ukawa umefight sana kwenye dhambi, lakini kuna ugonjwa mkubwa unaokutesa wa kujilaumu. Guilt. Watu wengi wanapenda kujudge. Judge tafsiri yake ni mtu anayetoa nini? Hukumu. Hauwezi ukamhukumu mtu mwingine kabla wewe kujihukumu kwanza. Ongea jirani yako hapo. Mwambie mtumishi, hauwezi ukahukumu mtu mwingine kwanza kabla wewe hujafanyaje? Hujajihukumu. Na hauwezi ukawa ni mtu wa kulaumu sana. Nikuulize swali. Una watu wawili wanakupigia simu. Mmoja kila akikupigia ana kama mmekosana, anaanza na positive. Mwingine akikupigia, wewe tushatoboa bwana, simu zangu haushiki. Haya bwana, kumbuka tulikesha wote tukitafuta Mungu. Ndio ushanisahau hivyo.
Yani siku zote hali ya kujilaumu kuna kutoa katika hali ya kuamini. Na ukishatolewa katika hali ya kutokuamini, hauwezi ukauona uaminifu wa Mungu kwenye maisha yako. Mwambie jirani yako, wakati natafuta passport yangu for the first time, hii ni safiri, mazingira yote yalionekana passport isipati. Lakini mimi, kuna mtu nilikuwa nakutana naye pale immigration, kila siku anaraumu mifumo ya nchi bwana, hivi. Mimi kamwambia passport ni haki yetu, ni hati yetu ya kusafiri. Labda makaratasi haya, form zetu zimekwama mahali. Mimi paka napata ya kwangu naondoka. Yani nilipata leo na jioni ninaondoka siku kesho yake. Sikumbuki what happened. Yeye hakuwa amepata. Na ilikuwa kila nikifika pale mlangoni immigration na wasifia wale walinzi kupita kawaida. Kwa hata ule muda wa kufukuzwa umeisha saa 7, mimi nilikuwa siondolewe. How many times wewe unarahumu sana? Kwa sababu unaporahumu unaondoa nguvu ya imani ndani yako. Na nguvu ya imani ndani yako ikiondoka, maana yake kuna haki ya kujibiwa kwako hauwezi kuiona. You believe God, unamwamini Mungu kwa habari ya promotion, unamwamini Mungu kwa habari ya kujenga, unamwamini Mungu kwa habari ya uchumi. Alafu unapigwa na fataki zito, alafu unaanza kurahumu. Unavorahumu tu, kinachopigwa kwenye kurahumu kwako ni imani yako. Na imani yako ikishapigwa, haki yako haipo tena. Mwambie jirani yako paka eneo, kwa sababu uaminifu huu wa Mungu tunauonaje? Israel walipokuwa jangwani, hawakupasa kupata mana, hawakupaswa kupata mana, ila kwa sababu ya guilt, kwa sababu ya kujilaumu sana na kuraumu na kunungunika na kuhukumu sana, walipata mana ambayo iliwafunga ndani ya wakati. Kuna level ukilaumu sana kwenye uchumi wako, utajikuta kila siku uchumi wako unakusaidia tu kwenye kula na kubadilisha nguo, lakini kwenye vitu vingine vya kwenda mbali zaidi, you don't go there. I'm telling you, ikiwa kuna ugonjwa mkubwa unawatesa wanaoishi katika matendo ya sheria in the church, ni kuraumu. Na siku zote, listen to me, maraumu yanapokuja katika imani yako, ni nafasi yako inakuwa imepigwa. Na siku zote Mungu akiweka nafasi, let me tell you something, kwa tofauti ya mtu anayeongea kila siku positive, anayeongea maneno mazuri, na anayeraumu, hawa ni watu wawili tofauti. Hawa ni watu wawili tofauti. Kwa sababu unaporaumu, listen to me, hivi unafikiri Adamu angekuwa yuko genuine kwamba Mungu, hii inatuhusu, have mercy on us? Lakini angalia kitu cha kwanza, sio Mungu aliyewafukuza kwenye bustani ya Eden. Ni wao walijificha, wakatoka kwenye zile nafasi. Walipotoka kwenye zile nafasi, alafu Mungu alipokuja sasa, wakaanza kusukumiana mpira. Ni huyu mwanamke uliyenipa. Sasa angalia, ile laumu ikamuondolea
Adamu kuona uaminifu wa Mungu, ya kwamba ikiwa Mungu aliniweka kwenye hii bustani akanifanya kuwa mzaliwa wa kwanza, na bado sijaingia kwenye majira ya kuishi kwenye ile Eden yanayotaka, bado nipo kwenye Eden hii ya kawaida, angetafuta nafasi ya kumwamini Mungu sio kwa sheria ya tendo, kwa sheria ya kutaka Mungu ampe nafasi nyingine, ingekuwa ni tofauti. Yeye akaraumu mke na adhabu ikaja. Wewe toka umeanza kuraumu na kurahani watu na kuhukumu watu, wamefika wapi? Muda jirani yako hapo, wewe mwingine si umewajaza kwenye kifua hapo? Yaani yule mkurugenzi, hamna mtu pale. Mwenzako ndio kwanza ukisoma mkeka ameteuliwa. Mwenzako ndio kwanza akisema unaona amepangiwa huko. Listen to me my friends. Aliyeko juu yupo. I'm telling you, kuna watu hapa uchumi wenu ubadiliki na hautakuja kubadilika until umekutana na very strong revelation, until umekutana na mafundisho na ufunuo unaokuambia acha kujilaumu, alafu ukareconcile na Mungu, uchumi wako unaongezeka. Siku hizi watumishi wa Mungu wanaheshimika with a lot of factors. Zamani sisi ukimwambia mtu option yangu Mungu alionipa nimtumikie, yaani kuna mjomba hata ambaye hujai kumzoea atakuja kwenye kikao cha familia. Nini bwana? Ushakuwa kichawe bwana. Haya mnasema. Haya aminiki haya. Ya. Sasa na wewe sasa unasema, baba, unaona unavonionea hawa watu, nimeisha mimi. Maana yake chochote ambacho kitazaliwa kwenye maisha yako kwenye misimu mbalimbali kitazaliwa kwa njia ya maraumu. Nisome Luka 6:37. Msihukumu nanyi mtahukumiwa, msilaumu nanyi mtalaumiwa, achilieni nanyi mtaachiliwa. Unajua kwenye growth ya maisha, kwenye ukuaji wa maisha, kuna vitu vingi sana. And let me advise you today, be very careful na kila neno unalomu advise mtu anapopita katika wakati mgumu. Kwa sababu unaweza ukaoverjudge. Kumbuka, ili hukumu mwingine ni lazima na wewe pia uwe na karoho kujihukumu mwenyewe. Mwambie jirani yako, mimi nimeshuhudia kwenye maisha haya kuhudumia watu, kuhudumia nyinyi watakatifu wa Mungu. Kuna mtu anakuja ofisini, hata umwombei, unamwambia tu you are the best, no one like you. Alafu sasa unapiga na kaukunga, nyura. Mtu anacheka, au unamwambia the deal is done, have a good day. Anayeamini ya kwamba deal is done anakuwa shapata haki yake, anaondoka akiamini the deal is. Kwa nini? Alivyokuja kwangu mimi sijamhukumu. Kuna watu wanakuja kwangu, mambo yameharibika, hayafai, hayasitiliki, lakini una smile. Ukiona hata wewe pia ni zito, unajizungusha kwenye kitu, unaangalia ukuta, alafu unafuta machozi, au unatoka kama unaelekea washroom. Naambia Mungu, hili kwa kweli ni zito. Lakini siwezi kumlaumu kwa kile anachokipitia, kwa sababu once you judge, once unaporaumu, yule mtu unamtengenezea hali ya imani kuondoka kwenye maisha yake. Kuna rafiki yangu alikuja, nimeisha. Nikamwambia, mzee, mimi nilifikiri kwamba Mungu amekukataa. Kumbe nikeleza watu ambao midomo yao halipivati. Achana nao bwana, tukanywe kahawa. Shughuli ndio ikawa imeisha hapo. Hatukuomba chochote. Kwa nini? Nilimuonesha ya kwamba haki yake ni hii,
na imani yake ni hii. Mwambie jirani yako nizungumza. Hivi unafikiri wakati Abraham anatamkiwa na huyu mfalme, why there was no any changes zilizotokea? Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Isaya 51. Nisikilizeni ninyi mnaoitafuta haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kugonjwa. Mshusha pumzi hapo, sema. Alafu mgeukie ndugu yako, mbona wewe unaitafuta haki? Mimi watumishi wa Mungu, umaskini ni unajua kwa tofauti ukata nywele ukiwa hauna hela, na kwa tofauti ukata nywele kwa sababu tunataka kichwa kipumue. Hivi usiye kuna mtu anayekula sukuma wiki kwa sababu hana hela, anavoyalaani yale matembele. Wakati kuna kitu kinaitwa nini? Saladi. Hivi unajua hakuna kitu ambacho ni very expensive kama saladi kuliko hata nyama. Kuna mahali Dar es Salaam ukienda unaagizia salad unaletewa majani tu yale 45. Nikupe 45 uende pale Dubai unaondoka na kuku watatu. Lakini huyu asali anakula chakula ambacho ni very healthy. Chakula chenye nini? Unajua hata ukienda mahali ukaulizia kitu kaambiwa hii bei fulani, unaanza kulaumu. Yaani unapoanza kujilaumu, shida sio ya mwenye bidhaa. Paka bidhaa ikawekwa, maana yake kuna watumiaji. Shida ni nini? Mzigo. Sasa unaweza ukajiona wewe umelaani mara ngapi? Amepita mtu na gari yake hapo, anakimbia wenye magari yao bwana. Sasa una nini? Una baskeli? When you see, just have the belief. How many times wewe umejiondolea haki? Rudia tena mtumishi wa Mungu. Rudia tena mtumishi wa Mungu. Nisikilizeni ninyi mnaotafuta haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao. Kwa taratibu. Nisikilizeni ninyi mnaotafuta haki. Ninyi mnaomtafuta Bwana. Mnaomtafuta Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa. Muangalie ule mwamba. I love Bible. Muangalie ule mwamba ambao mlitolewa kwa kuchongwa. Tumetolewa kwa kuchongwa. Na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Na tundu la shimo ambalo tulitolewa kwa kuchimbwa. Mstari wa 2. Mwangalieni Ibrahim. Mwangalieni Ibrahim, huyo ndio mwamba. Baba yenu. Baba yetu, our father. Na Sara aliyewazaa. Na Sara aliyetuzaa. Kumbuka nilikwambia Ibrahim kuna neema aliipata hapa. Kuna grace aliipata. Sawa, kuna neema alifanyaje? Juu ya nini? Ardhi. Juu ya nini watumishi wa Mungu? Juu ya ardhi. Lakini nikakwambia kuna kitu cha pili nitakwambia. Hapa ni juu ya wingi katika uzao. Hapa alipata ardhi, akapata na utajiri wa wingi katika uzao, akapata na ongezeko. Kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimwita, nikambariki na kumfanya kuwa wengi. Alipokuwa mmoja nilimwita. Nikuulize swali, Ibrahimu aliitwa kwa matendo yake? Maandiko yanasema alipokuwa mmoja. Mama Kakoro, Biblia yako inasemaje? Umevaa na miwani kabisa. Biblia yako inasemaje Mama Kakoro? Alipokuwa mmoja nilimwita, nikambariki. Anasema alipokuwa mmoja nilimwita. Sikumwita kwa sababu ya matendo. Maana yake hata baba yake mwenyewe hakufuata maelekezo yangu. Ila huyu nilimwita na nikambariki. Nikamfanya kuwa wengi.
nilimbariki. Maana yake Mungu alipomuita alimbariki na akamwongeza. My question to you today, Ibrahimu aliitwa akabarikiwa na utajiri na fedha kwa sababu ya matendo au kwa sababu ya kitu gani? Twende Mwanzo 15. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski? Abraham akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Imagine, listen to me. Ibrahimu anaitwa na Mungu, anaambiwa kwa habari ya baraka ambazo zina utajiri mkubwa sana. Alafu akijiangalia yuko yeye na Sara tu, hawana hata mtoto. Anamwambia sasa, baraka zinapokuwepo, kwa lugha nyingine, lazima pawepo na urithi. Kwa baraka zinapokuwepo, lazima pawepo na urithi. That's why it is my prayer, siku ukiwa haupo duniani tunakuzika, familia isilie kwa sababu ya madeni uliyoacha. Familia wasilie watalipa vipi bili. Familia wafurahia ya kwamba umeacha vitu vya maana hapa duniani. It is my prayer in the mighty name of Jesus Christ. It is my prayer in the mighty name of Jesus Christ. Tuache urithi wa watoto wetu. Tuache urithi ambao utabaki kuwa alama. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahim anasema, nani atanirithi? Huyu Mdameski. Mungu anamwambiaje? Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, hivyo ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Listen to me very careful today. Mungu alimtoa wapi Ibrahim? Alimtoa wapi? Alimtoa wapi? Nje. Mungu kukuleta kanisani hapa amekutoa nje, nije kukuambia ya kwamba angalia juu mbinguni, angalia wingi wa nyota, ndipo unapokuwa wingi wa nyumba utakazokuwa nazo, ndio utakayokuwa wingi wa mali za kwako. Are you here today in the mighty name of Jesus? The reason you are here ni kukuambia ya kwamba ikiwa kodi za kutoa magari zitaongezeka katika bajeti ya mwaka huu, na wewe utakuwa ni mmoja wapo utakayechangia kodi ya nchi. Ikiwa capital gain itaongezeka kwenye manunuzi ya viwanja na vitu mbalimbali, na wewe utakuwa ni mmoja wapo in the mighty name of Jesus. The reason you are here today ni Mungu ananiambia nikushike mkono ya kwamba toka nje, angalia wingi wa nyota zinavyoonekana, angalia wingi wa budget ilipo, alafu see yourself kwenye hiyo budget. See yourself. Change your mindset. Wewe kila siku uko kwako Kimara tu. Siku nyingine muite Abu wa bajaji, mwambie nipeleke Masaki, niangalie. Maana na siku hizi Masaki, niangalie wapi na mimi nitapata plot. Zunguka. Kwa nini? Unasema my pastor aliniambia ya kwamba the reason of that service ya budget ni kwamba nitoke nje niangalie ukubwa wa nchi yangu ilivyo, niangalie ukubwa wa budget ulivyo, alafu na mimi jione ya kwamba I'm deserved and I'm among them, ya kwamba mimi ninastahili na mimi ni mmoja wao. In the mighty name of Jesus Christ, receive this grace today in the mighty name of Jesus Christ. Endelea mtumishi. Tusomee hizo nyota, tusomee hizo nyota. Tuna nyota hapa. Unajua lazima uheshimu taaluma za watu. Bwana Eli Kikawa, hii maendeleo ya jamii kwenye budget, hii ni trilioni 3
Hebu tusomee mtumishi. Ona tuone nyota zetu hapa. Alafu wewe uniambie kwamba mwaka huu utatoboa. Utatoboa kwa nini? Ibrahimu anaambiwa toka uangalie nje. Alafu anaambiwa huu ndio wingi. Makama sandara mazokorapaya. Kwa nini wewe usihesabike na nguo za Uturuki? Kwa nini wewe usihesabike na viwaro vya Uturuki mwaka huu? Kwa nini wewe kila ukianza kujenga unafikiria finishing? Ngoja niende kule nikapate tiles za China. Unajua tiles ni tiles tu wapi? Unafikiria kuingiza gari, unafikiria CC. Unajua petroli nchini kwetu ni gari. See yourself in this budget. Mwambie jirani yako jione kwenye hii budget. Mtumishi tusomee matilioni hayo. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu are very serious. Yaani watumishi wa Mungu are very serious. Yaani mtumishi unavyosoma mimi naweka kwenye miguu yangu. Lazima tutoboe in the mighty name of Jesus Christ. Ipige mimi nimekanyaga tu hapo. Yaani ni budget nimevalia paka suti na tai. Niko serious. Na navumilia na hili joto. I'm very serious. Yaani nimevaa very prophetically. Siku ya budget waziri wa fedha avagi kaunda suti anapigaga nini? Kwenye sekta ya afya tuna trilioni 3. Kwenye maendeleo ya jamii tuna bilioni. Kwenye sekta ya afya tuna trilioni ngapi? Trilioni 3. Na trilioni ngapi? 3. Sasa wewe kama nesi, unafikiri daraja lako litakiwa kupanda mwaka wa fedha huu? Au unataka kwenda safari za nje ya kikazi mwaka huu? See yourself in the mighty name of Jesus. Akaambiwa ona hizo nyota. Twende mtumishi wa Mungu. Kwenye maendeleo ya jamii kuna bilioni 196. Kwenye sekta ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kuna bilioni 166. Alafu wewe paka leo hauna hati ya nyumba. Kweli na budget hii? Unajua mimi sina mtu anayemfahamu hakuna kunaangalizia codes. Wewe you have to change your mindset today. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Elimu, sayansi na teknolojia kuna trilioni 7. Hifadhi ya jamii kuna trilioni 3. Ulinzi, utawala wa sheria na usalama kuna trilioni 6. Fedha na mipango kuna bilioni 14. Utamaduni, sanaa na michezo kuna bilioni 519. Kilimo kuna trilioni 1.9. Maji kuna bilioni 898. Maliasili na utalii kuna bilioni 317. Mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kuna trilioni 10.3. Kazi na maendeleo ya kukuza ujuzi kuna bilioni 38. Ujenzi na uchukuzi kuna trilioni 5.5. Nishati kuna trilioni 1.9. Madini kuna bilioni 225. Viwanda na biashara kuna bilioni 239. Na kuna deni la taifa la trilioni 14. Namba kila Mtanzania lazima lilipe. Ndio waziri alivyosema. Hiyo shida yako usikilize budget. Mimi am very sensitive na mabadiliko ya nchi. Hilo lishakanyaga mguuni hapa. Jumla kuna budget ya trilioni 56.5 ambao wameapproximate kwenye trilioni 57. Haya. Sasa baada ya hapo anavotolewa nje anaoneshwa wingi wa utajiri ambao si wa kawaida. Paka hapo nataka nikuulize, Abraham alikuwa ameokoka? Alikuwa na matendo? Sasa hapo ndo unaona umuhimu wa Warumi ngapi? Haya twende. Akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo. Akamwamini Bwana, sio akamlaumu Mungu. Akamwamini Bwana, na kwa sababu aliamini Bwana na yeye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kuna haki ambayo tunaipataga not because tunastahili, ni kwa sababu ya kuamini. Nimekuja nikwambie leo
tutatembea na hii budget, si kwa sababu tuna haki, si haki ambayo unaijua wewe, ni kuna haki ya dimension nyingine ya kuona utajiri na heshima. Hii ndio haki Mungu alionituma nikwambie Jumatano hii na Jumatano ijayo, ya kwamba kuna haki ambayo Ibrahimu, hiyo haki aliipata kwa kuamini. Ibrahimu hakuwa na chochote. He was no bad, I'm telling you. Huyu Ibrahimu huyu alikuwa na haki gani huyu? Kama alimdanganya mpaka mfalme akamwambia huyu ni dada yangu, lakini bado utajiri wake haukuondoka. Kuna watu wametumislidi kwenye mambo ya utajiri na heshima, lakini nimetumwa nikwambie leo, you have to believe. Unapoamini nachokwambia, kuna haki unaipata. Una haki ya kunufaika na bajeti ya mwaka huu. Una haki ya kuvuka na bajeti ya mwaka huu. Ibrahimu aliamini. Alipoamini alipata haki. Mimi ninaamini kupita kawaida ya kwamba hii mwaka wa fedha wa serikali kuna ongezeko nitalipata. Mimi naamini kupita kawaida ya kwamba ramashakarapata kanda ramasakarapata. Haijalishi Ibrahimu hakuwa na mtoto, haijalishi Ibrahimu hakuwa na kitu chochote, mtaji wake aliokuwa nao ni imani iliyosababisha akapata haki. Ni uhakika kwa huyu Mungu. Na mimi nimetumwa nikwambie leo, hatutaongea lugha za kwamba najitafuta. Hizo lugha tusiongei kuanzia leo. Ninaachilia marufuku ya daima kuanzia leo. Ninasema hivi, utaenda kwenye interview sio kwa sababu umesoma kuliko wengine, ni kwa sababu utaamini ya kwamba kwenye mwaka huu wa fedha lazima utembee kwenye ongezeko. Utaenda kwa ajili ya kuiwakilisha kampuni yako nje ya taifa la Tanzania. Utaamini ya kwamba nitaibeba bendera ya nchi yangu. Kuna watu wanabeba bendera ya nchi hii. Kuna watu wana hiyo neema. Huyu mfalme wa Salemu alikuwa na hii neema, lakini Ibrahimu hakutambua kwa kiwango ambacho mpaka alipokuja kutokewa na Bwana. Mungu amenituma nikwambie leo, kuna vitu hauhitaji maelezo mengi. You just need to believe. Unatakiwa uamini. Ibrahimu alipoamini tu ya kwamba hiki nilichoonyeshwa tayari ni cha kwangu na nimeingia kwenye msimu mpya kwa ajili ya taifa la Israeli. Ibrahimu alikuwa peke yake, lakini anaonyeshwa kabila 12 za Israeli. Nasema haijalishi tuko peke yetu, nyuma yetu kuna kabila 12 za Israeli. Haijalishi unaona biashara yako ndogo, mimi nimetumwa nikwambie hii miezi 6 na mwaka wa fedha mwaka mzima, your life shall never remain the same. Maisha yako yatabaki kama alivyokuwa. Ibrahimu anaambiwa amini, naye akaamini. Nimetumwa nikwambie huo ukurugenzi ni wa kwako, hiyo biashara kuinuka ni ya kwako, ninasema hiyo milango kufunguka ni ya kwako. Nimetumwa nikwambie sumaku itafuta vitu, sumaku itaweka vitu. Ibrahimu alipojiambatanisha na mfalme wa haki aliondoka, na si ajabu, si ajabu Ibrahimu aliona sadaka yake haijafanya kitu. Si ajabu alitegemea mfalme wa Salemu amwambie utapata mtoto, lakini Mungu akamwambia Ibrahimu, ishu kwako wewe sio mtoto, kwako kuna taifa. Na lazima nikwambie Ibrahimu ya kwamba wewe ndio umebeba kabila 12 za Israeli. Macho ya kabila 12 za Israeli yako kwenye kiuno chako. Na mimi nimetumwa nikwambie kuna bidhaa kwenye nchi hii. Wewe kwenye mwaka huu wa fedha ndiye utafanya hiyo biashara. Nasema kuna mikataba kwenye nchi hii wewe utahusika nayo kwenye mwaka huu wa fedha. You have to believe, watumishi wa Mungu. Sisi sio maskini, watumishi wa Mungu. Sisi sio ombaomba, watumishi wa Mungu. Mungu tunayemuomba analipa. Mungu tunayemuomba anajibu. Nimetumwa nikwambie hivi, kama ni vikao vya dharura vitakaliwa kwa ajili yetu leo. Unafikiri
Kwa nini Mungu hakutuma mtu yoyote? Akatoka ye mwenyewe akamwambia Ibrahimu, nikija mwenyewe nimevunja protocol, nimevunja kanuni. Mungu ameniambia kwenye mwaka huu wa fedha kuna itifaki anaziharibu kwa ajili yetu tuweze kuvuka. Kurobo shaka ramasaka pata. Nasema hatutakwepa kodi ya nchi yetu na tutafanya kwa mafanikio. Adhaba shaka rabasaka pa. Mondo robo saka mandara. Hizi trilioni 57. Ona ukubwa huu. Ona ukubwa maisha yako. Ibrahimu alifuatwa akiwa ana chochote. Rabashaka rapata. Kuna watu si tuliitwa na Mungu, tulimwamini tu, hatukuwa na chochote, hatukuwa na wajomba wa kutushika mkono, hatukuwa na chochote. Tulichokuwa nacho ni kuamini tu. Hata tukipita kwenye vita hatuangalii nyuma. Kwa nini? Tunaangalia kwa sababu kwa imani kuna haki nimepata. Sio kwamba naongea vizuri sana, sio kwamba na stamina sana, ila kwa imani kuna haki nimepata. Kwa imani ninasema kuna watu kabla mjafikisha miaka 40 utatembea kwenye viwango ambavyo havijawahi tokea. Kwa nini? Kwa imani. Nasema kwa imani. Nasema kwa imani. Nasema kwa imani. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Wanangu wa kike, acheni kujiraumu. Leo ondoka na mume wako kwa imani. Unapoondoka kwa imani, kuna haki Mungu amekupa. Hii sio haki ambayo tunaipata kwa kufanya kitu chochote mwanangu. Hii ni haki tunaipata kwa imani. Nasema hivi, hii sio haki. Let me lead for you. Warumi 4:4. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Maandiko yanasemaje? Bali kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake anachokipata akihesabiki kuwa ni neema, bali kinahesabika kuwa ni deni. Kwa nini? Ibrahimu hakufanya kitu chochote, ila kwa imani alipata haki. Kwa hiyo Ibrahimu hakuwa na deni lolote, kwa sababu kwa imani alipata haki. I declare in the mighty name of Jesus I save. I declare in the mighty name of Jesus I love. I declare in the mighty name of my Father, by the grace of my Father. Ninakutamkia leo, kuna mahali tulikaa na deni tukiamini ni sheria itatuwezesha kuvuka. Kuna mahali tulikaa na deni tukiamini ni sheria inatuwezesha kuvuka. Lakini kama ninapovua viatu vyangu, hii ni ishara ya kwamba kuna hatua tunaenda kukanyaga. Hatukanyagi kwa sababu nasema hivi, ni haki ya soksi kuvaliwa na kiatu, lakini sheria inasema ni haki hiyo. Lakini Mungu anapotengeneza baraka zake, hata bila viatu unatembea na soksi. Nasema kuna hatua unaenda kukanyaga kwa imani. Kuna hatua unaenda kukanyaga kwa imani. Kwa nini unakanyaga kwa imani? Haya ni majira yako. Haya ni majira yako. Kama miaka iliyopita hatukuwahi kuisemesha bajeti, mwaka huu si tunaisemesha bajeti. Kama miaka iliyopita hatukuwahi kujitamkia mema, mwaka huu tunajisemea yaliyo mema. Nasema hivi, Ibrahimu alipata sio kwa sababu alikuwa na imandarapata, alipata kwa sababu Bwana alimkirimia. Ninaona Mungu akikukirimia, ninakuona Mungu akikukirimia, ninamuona Mungu akikukirimia.
Ibrahim hakutoa bashakarabasa. Ibrahim anaitwa peke yake, anabadilishwa, anapewa task assignment maalum kwa ajili ya dunia. Listen to me today. Kuna watu assignment mlizopewa ni zaidi ya eneo uliopo. Wewe ni Ibrahimu wa hiki kizazi, wewe ni Ibrahimu kwenye hili taifa, wewe ni Ibrahimu hapo ofisini kwako. Nasema kazi ulionayo ni zaidi ya jinsi ulivyo. Nasema kazi ulionayo ni zaidi ya jinsi ulivyo. Kazi ulionayo ni zaidi ya jinsi ulivyo. Kazi ulionayo. Nasema hivi, kuna watu hata mlango wa kanisa hawaujui, lakini wana imani sana. Wamehesabiwa haki ya kupandishwa vyeo, wamehesabiwa haki ya kuwa na biashara kubwa, wamehesabiwa haki ya kuolewa, wamehesabiwa haki ya umiliki. Mungu amesema hapana, hii ni saa yetu kanisa. Katika trilioni hizi 56 lazima bajeti yako ya harusi ingie, lazima bajeti yako ya ujenzi ingie, lazima bajeti yako ya maendeleo ingie. Lazima. Nasema kwa imani, ya bashakarabasa rimando robosana Tanzania mando robosaka sharabasa korobosala Tanzania badarabasa kerebashakaba koroboshakarabata korimanda ramanda patarabasaka. Ninaona nikiweka wakfu nyumba za watu hapa, ninaona nikiweka wakfu biashara za watu, ninaona nikifungisha ndoa, nikisema alichokiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kutenganisha. Ninaona ukitoa ushuhuda waongezeko kwenye maisha yako. Ninakuona. What I see is so powerful. What I see is something else. What I see is different. What I see is different. Nakupenda kwa moyo wote, nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo na kuwaza wewe, niamkapo ni Eli mama we. Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tanzania, watu wengi wanakusifu. Siasa yako na desturi ilituletea uhuru. Nyosha mikono yako. I want to tell you today, sisi ni wakubwa. Sisi ni wakubwa. Sisi ni wakubwa. Mashujaa wenzangu, nimekuja kukuambia sisi ni wakubwa. Mashujaa wenzangu, nimekuja kukuambia nchi inatutegemea sana. We are so great. We are so great. We are so great. We are so powerful. We are so powerful. Mama Shanda Rabosa. Receive this grace today. Receive this grace today. Receive
this grace today. My assignment is very simple. It's just to speak a word of grace. Receive this grace. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Powerful. We are so powerful. We are so powerful. We are so powerful. Sisi sio wanyonge. Sisi sio wanyonge. Sisi sio wasindikizaji. We are so powerful. We are so powerful. We are so powerful. We are so powerful. We are so powerful in the mighty name of Jesus. Ona nafasi yako na kaa kwenye hiyo nafasi. Ona nafasi yako. Ona nafasi yako. Ona nafasi yako. Ona nafasi yako. See your position. See your position. See your position. See your position. Nyosha mikono yako juu before you drop the microphone. Siku moja nilibanwa kwenye kona nzito sana. Kaanza kumwambia Mungu, usinipumzike. Kuna vitu vingi vya kufanya nje. Akaniambia, ona hii picha. Ona hii picha. Ona hii picha. Mungu ananiambia kuna watu wameona ugumu sana kwenye kila budget mbalimbali za serikali. Vitu vyao vilikuwa haviendi. Lakini Mungu ananiambia alenipigania mimi. Ananiambia ona hii picha. Ona nafasi yako. Ona hiyo picha. You are so powerful. Pokea neema. Pokea. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Receive the grace today. Pokea neema. Pokea neema ya kwenye ibada. Kama ni kwenye afya, kama ni kwenye usafirishaji, kama ni kwenye ujenzi, kama ni kwenye madini na umeme, kama ni kwenye fedha, kama ni kwenye viwanda, kama ni kwenye habari ya teknolojia, kama ni kwenye katiba na sheria, kama ni kwenye eneo lolote, nasema you have to benefit. I connect you today. I connect you today. Ninakuunganisha na neema. Mungu anatuambia tutazame ule mwamba. Tumtazame Ibrahimu. Tumtazame ule mwamba. Tuangalie ule mwamba. Tuangalie ule mwamba. Tuangalie ule mwamba. I'm here today, I'm telling you. Uangalie ule mwamba. Uangalie ule mwamba. Kuna wawekezaji watatoka kwenye nchi zao, watakuja kutufuata. The reason wawekezaji watatufuata, watauangalia ule mwamba ambao ni Ibrahimu, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Mungu anatukusanyisha siku ya leo, akubariki na akulinde. Shika mkono wa mwenzako. Mwambie you are so powerful. Mwambie amini tu. Njia kuu ni hii. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Unajua shida ya umaskini. Unajua unaweza kama maskini afu kuna saa uko unajigombeza peke yako. Father, wabariki watoto wako tunapoondoka hapa. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana kuangazie uso wake na kufadhili, na Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani.